Miaka 50 iliyopita TBS ilianzishwa kwa dhamira ya kuhakikisha bidhaa na huduma zinazotolewa nchini zinazingatia viwango vinavyokubalika kwa lengo la kulinda afya, usalama na maslahi ya watumiaji. Leo hii tarehe 19 Juni 2026 tunajivunia kuona dhamira hiyo imeendelea kukua na kuwa msingi muhimu wa maendeleo ya viwanda, biashara na uchumi wa taifa letu. Hakika TBS imefanya kazi kubwa. Katika kipindi cha miaka 50, TBS imepiga hatua kubwa katika kusimamia na kuandaa viwango, kutoa huduma za upimaji, uthibitishaji ubora wa bidhaa pamoja na kuimarisha mifumo ya ulinzi kwa mlaji. Mafanikio haya yamepatikana kutokana na mchango wa viongozi waliotutangulia, kwa sababu miaka 50 ni wengi wamefanya kazi katika taasisi hii. Tunawashukuru wote ambao walifanya kazi katika taasisi hii, ambao ni wastaafu na walioko maeneo mengine na wale waliotangulia mbele ya Mwenyezi Mungu. Na wafanyakazi wenzangu tuliopo sasa na wastaafu wetu wote kwa pamoja tunawashukuru kwa ushirikiano, lakini kubwa zaidi tunaishukuru serikali na wadau wetu ambao wameendelea kuiamini taasisi yao pale inapowapa huduma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapotafakari mafanikio haya, tunatambua kuwa dunia ya leo inabadilika kwa kasi kubwa na changamoto zinabadilika kutokana na mazingira ya sasa. Tunatambua ukuaji wa teknolojia, biashara za kidijitali na ushindani mkubwa wa soko la ndani na kimataifa. Hivyo vinahitaji taasisi kuendelea kuwa imara, bunifu na yenye uwezo wa kujibu changamoto zinazotokea kila wakati. Hivyo basi, tunapoelekea katika miaka 50 ijayo, TBS itaendelea kuwekeza miundombinu ya maabara, kuongeza ufanisi na huduma na kuendeleza rasilimali watu ili kuhakikisha viwango vinakuwa ni nyenzo muhimu ya maendeleo endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, maadhimisho haya si tu kuangalia tulikotoka, bali ni fursa ya kujipanga kwa mustakabali wa miaka 50 ijayo. Ni dhahiri miaka 50 ijayo tukijaliwa watakuwa ni watu wengine, na sisi leo tuliopo tumeacha alama katika miaka 50 hii. Hivyo tuna dhamira ya kuendeleza kushirikiana na wazalishaji, wafanyabiashara, taasisi za elimu, watafiti na wadau wote katika kujenga uchumi wa viwanda unaozingatia ubora, usalama na ushindani.